Mpendwa mtazamaji, naomba nikukaribishe katika fundisho la siku ya leo ambalo kichwa kinasema tumaini lenye baraka katika kitabu cha Ufunuo. Mahali popote ulipo, ninakusihi kwa rehema za Bwana uweze kunyenyekea, tuweze kuomba ili tuweze kusikiliza tumaini hili lenye baraka ambalo tutaweza kulipata katika kitabu cha Ufunuo ni gani. Baba wetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni na ndani ya mioyo yetu, tunaenda kuangalia neno lako lenye tumaini katika kitabu cha Ufunuo. Tunapoingia katika neno lako, tunaomba utupatie ufahamu ili tuweze kuelewa siku ambazo tunaishi, na zaidi uweze kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako ujao. Tubariki kwa njia ya kipekee, na umbariki msikilizaji wangu. Ubariki pia mtazamaji wangu, ili ni maneno yale ambayo ataweza kuyasikia afungue moyo wako aweze kukupokea. Ni kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Katika vitabu vyote 66 za Biblia, kitabu cha Ufunuo kwangu mimi binafsi kimekuwa ni kitabu chenye matumaini, na sio tu matumaini, lakini natazama na kuona ni matumaini yenye baraka. Unapoangalia kitabu cha Ufunuo, kiliandikwa mwaka wa 95 AD. Biblia inasema ya kwamba aliyeandika majina yake anaitwa Yohana, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Na huyu Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo aliweza kutembea na Yesu Kristo kwa muda wa miaka ile ambaye alikuwa hapa duniani, na akaweza kuwa na nafasi ya kuandika kitabu cha Injili ya Yohana. Akaandika waraka wa kwanza wa Yohana na wa pili na wa tatu. Lakini anapoandika kitabu cha Ufunuo, anaandika kitabu cha Ufunuo akiwa mazingara mazito na magumu. In fact, unaposoma sura ya kwanza, maandiko inaweka wazi ya kwamba anaandika kitabu cha Ufunuo akiwa ametupwa kisiwa kinaitwa Patmos. Mwaka wa 64 AD kuliweza kuimbuka kule Rumi mfalme mmoja alikuwa anaitwa Emperor Nero. Na Emperor Nero akaweza kuamua kupanua mazingara ambayo alikuwa ameweka ikulu yake. Na alipokuwa amepanua, akaona mahali ambapo angependa kujenga zaidi palikuwa pamekaliwa na Wakristo. Na akaona jinsi atakavyoweza kuwatoa watu wa Mungu, ataweza kuchoma nyumba zao na kuleta uharibifu mkubwa. Historia inaweka wazi ya kwamba Nero aliweza kuchoma na moto ule ukaweza kuwaka kwa muda wa siku 9. Alipokuwa naona ikichoma, akapanda juu ya nyumba yake kwa dari, na alipokuwa ameweka pale juu ya dari, historia ya kanisa inasema ya kwamba alichukua kinanda akaanza kucheza akifurahia kwa uharibifu ambao ulikuwa unaonekana mahali pale. Na alipokuwa amefanya matendo hayo, watu walipogundua jinsi alivyoifanya, historia inasema ya kwamba akasema ya kwamba si yeye akafanya kazi hiyo, bali ni Wakristo walifanya kazi hiyo. Akatoa mashtaka kama 5 yaliyokuwa kwake anadhibitisha na Wakristo. Number 1, akasema ya kwamba ni Wakristo kwa sababu number 1, wanakutana usiku. Wakati Yesu Kristo alipoenda juu mbinguni, Wakristo walikuwa na mazoea ya kukutana kila siku jioni kwa ajili ya kufanya huduma na kuomba. Na akasema wanapokutana huko usiku, wanaenda kufanya mambo yao, na ndivyo akachoma sehemu hiyo. Number 2, akasema kuanzia 64 AD Ukristo ukaitwa neno religious illicita. Maana yake ni kwamba Ukristo ni dini haramu. Dini haramu kwa nini? Akasema kwa sababu wanasema wanakula mwili na damu ya Yesu Kristo. Hawa watu wanakula ama ni watu wara watu, na ni watu ambao hawastahili kuwepo. Number 2, akasema wanaitana ndugu na dada, kumaanisha they are immoral. Wanapokutana wanaenda kufanya mambo yao ambayo sio mambo ya kiungu. Na kuanzia mwaka huo, maandiko ya Biblia inaweka wazi ya kwamba kanisa la Biblia ama kanisa la Mungu lilipitia kipindi kigumu mno katika historia, na wengi wakaweza kudhibitisha imani yao katika umwagikaji wa damu yao. Unapoangalia katika historia, katika kitabu cha Wahibrania sura ya 11, Paulo anaanza kuelezea masaibu wa Kristo walikuwa wanayapitia. Wahibrania 11, mpendwa mtazamaji, aya ni ya 32. Sikiliza vile neno la Bwana linavyosema.
Kitabu cha Wahibrania, nianzie aya ya 10, aya ni ya 32, usikilize vile neno linasema. Lakini zikumbukeni za kwanza, ama siku za kwanza, ambazo mlikwisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa na maumivu, pindi mlipotwezwa kwa mastumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika kifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua kwamba nafsini mwenu kuna mali iliyo jema zaidi inayodumu. Basi msiutupa ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Paulo akizungumza na kanisa la Wahibrania, ama akizungumza na Wayahudi waliokuwa wamempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, na kwa sababu ya mateso walikuwa wametawanyika, anawaandikia kitabu cha Wahibrania kuwapatia matumaini, akiwakumbusha, nyinyi mumeweza kuteswa kwa dhiki na kunyang'anywa mali zenu, mumepitia hali nzito za maisha kwa sababu ya imani yenu katika Kristo. Na anasimama na kuambia kwamba basi msitupe ujasiri wenu, maana ijapokuwa mnauawa, ijapokuwa mnateswa, ijapokuwa mnapitia hali ngumu za maisha, wanaambiwa ya kwamba sisi tuna thawabu kuu ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu. Hii ilikuwa tu ni hali ambao Wakristo walikuwa wanapitia, na ninaleta hii ili uweze kuelewa mazingara yaliyofanya kitabu cha Ufunuo kiweze kuandikwa na mtumishi wa Mungu alipokuwa ametupa tayari katika kisiwa cha Patmo. Wahibrania hiyo sura ni ya 11, aya ni ya 35, maandiko ya Biblia inasema maneno yafuatayo. Aya ni ya 35 inasema, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumbizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, na kwa mafungo, na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa na mawe, wakakatakatwa na msimeno. Walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, wakazungukwa wakivaa mavazi ya kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wateswa, wakitendewa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa na wao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Maandiko inatupatia historia na hali iliyokuwa imekumba kanisa wakati wa mitume. Na ndio maandiko inasema kwamba wanawake walipewa wafu wao ili waweze kusurutishwa kukana imani. Wengine kwa sababu ya kusimama na imani yao wakapigwa na mawe, wakalia mpaka mawe yanaweza kuwazika, wakiendelea kulia na kusifu jina la Bwana. Wengine maandiko inasema kwamba walikatakatwa na msimeno. Just imagine ukikamatwa mguu kama wako, alafu unakatakatwa na msimeno, lakini wakasimama na kutetea jina la Yesu Kristo. Sio hiyo peke yake, maandiko inasema kwamba wengine waliweza kukamatwa, wakavalishwa mavazi ya kondoo, mavazi ya mbuzi, wakatupwa katika arena ambapo kulikuwa na wanyama ambao wanaralua, na wafalme wanakaa katika zile amphitheater wakifurahia, wakiona vile Wakristo wanateswa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Lakini habari njema tulio nayo ni kwamba waliendelea kusimama imara, waliendelea kupigania imani, waliendelea kumwangalia mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yao. Na katika kipindi cha kuandika kitabu hiki cha Wahibrania ni mambo yalikuwa yamechacha. Paulo mwenyewe unaposoma katika kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo, anasema ya kwamba yeye yuko karibu kuweza kutolewa na kumwawa. Na unaposoma historia utagundua ya kwamba hata yeye aliweza kuuawa. Na sio yeye peke yake, mitume wote waliweza kupitia mambo magumu. Lakini Yohana anapoandika kitabu hiki, historia inasema ya kwamba alijaribiwa kutupwa kwenye nyungu iliyokuwa inachemka na mafuta. Lakini Mungu alikuwa na mpango na maisha yake, akahifadhi uhai wake. Baadaye wakaona ya kwamba njia nzuri ni wamtupe Patmo, mahali ambapo ilikuwa ni kama jela ya mfalme. Walipokuwa wamemtupa pale Patmo, nataka kuamini ya kwamba angekuwa na maswali mengi. Ni kwa nini Mungu umeyaruhusu haya? Ni kwa nini Mungu umeruhusu nitupwe? Kama vile inatukia katika maisha yetu, tunapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, tunatarajia maisha yaweze kuwa raha wa mustarehe. Tunatarajia maisha yaweze kuwa yenye mtiririko, yasiyokuwa na bugdha.
Lakini wakati mwingine inafika tunashindwa kuelewa ni kwa nini Mungu karuhusu mambo ya maumivu, ni kwa nini Mungu karuhusu mambo ya kukata tamaa, ni kwa nini Mungu karuhusu mambo ambayo yanatufanya tuulize maswali, uko wapi? Lakini habari njema tuliyo nayo ni katika alipokuwa ametupwa pale Patmo, maandiko inasema ya kwamba malaika akamshukia, na sio tu kumshukia, akamletea habari njema. Hebu sikiliza vile neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo sura ni ya kwanza aya ni ya kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwepo upesi. Naye akatumwa kwa mkono wa malaika amuonyeshe mtumwa wake Yohana, aliyemshuhudia neno la Bwana na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote yatakayoonekana. Heri asomaye na wao wanaosikia maneno ya unabii huu na kuyasikia yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake Yesu aliyeko na aliyekuwepo na atakaye kuwepo, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele za kiti cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza, aliyekufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba wetu. Utukufu na ukuu unaye yeye hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na atakaye kuwepo na atakaye kuja Mwenyezi. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo, nilikuwa katika kisiwa kiitacho Patmo kwa injili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Maandiko inatupatia historia ya kwamba ujumbe huu Yesu Kristo aliweza kumtuma malaika. Alipomtuma malaika akaupeleka kwa Yohana. Na alimpelekea akiwa wapi? Alimpelekea akiwa mahali kunaitwa Patmo. Patmo mahali kulikuwa ni kwa dhiki. Patmo mahali kulikuwa ni kwa mateso. Patmo mahali ambapo kulikuwa ni kuwe na maswali, ni kwa nini Mungu karuhusu haya. Patmo ni mahali ambapo hakuna yeyote angetamani kuwepo. Patmo ni mahali ambapo wewe mwenyewe binafsi upo, lakini unauliza ni mpaka lini nitatokea mahali hapa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya kitu kimoja. Alipokuwa Patmo ndio Roho wa Mungu alimjiria. Alipokuwa Patmo ndio Roho wa Mungu alimpatia ujumbe wenye tumaini lenye baraka. Alipokuwa Patmo ndio akamfunulia historia ya ulimwengu, mahali tulipotoka, mahali tupo na mahali ambapo tunaelekea, na akamfunulia ya kwamba Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, anayajua na kuyafahamu tunayoyafahamu na tusiyoyafahamu, na sio tu kuyafahamu, ana mpango mzuri wa maisha yetu, mpango wa kuleta matumaini yenye baraka katika maisha yetu. Unapoangalia katika historia, utakuja kugundua ya kwamba wale ambao ni mashujaa wa imani ni wakati walipokuwa katika hali nzito za maisha, walipokuwa katika Patmo zao binafsi, Mwenyezi Mungu alifanya miujiza mikubwa katika maisha yao. Angalia maisha ya hawa vijana watatu katika kitabu cha Danieli. Maandiko inasema ya kwamba walipokuwa wamewekwa pale nje ya tanuru ya moto, wanaambiwa na mfalme, na wapatia nafasi ya pili, mukande huyo Mwenyezi Mungu, muinamie huu mfano nimeutengeneza. Wanamwambia mfalme, sikiza, hatuna sababu ya kupewa nafasi ya pili. Mwenyezi Mungu tunayemwamini aweza kutuokoa, na kama hata tuokoa, tuko tayari kuungua, lakini tusimame na neno lake. Na wanatupwa katika ile Patmo yao ambayo ilikuwa ni tanuru ya moto. Neno la Bwana linasema walikuta mtu wa 4 amewagojea pale, na hata unywele wao haukuchomeka katika jina la Yesu. Unapoangalia katika maisha ya huyu mtu anaitwa Danieli, alipokuwa mwaminifu katika chapter 1 akiwa kijana mdogo, ako mwaminifu. Unapofika katika chapter 6, alipoambiwa ya kwamba asiabudu Mungu mwingine isipokuwa mfalme Darius,
Maandiko yanasema alifungua madirisha na akaweza kuomba asubuhi, saa 6 jioni, akimuita yule ambaye anasikia maombi, akimuita yule ambaye anaweza fanya historia na kubadilisha, akimuita yule ambaye ameshikilia mwanzo mpya. Na maandiko inasema wakamshika, wakaenda kumtupa katika shimo lililokuwa na simba ambao hawakuwa wamekula. Lakini alipokuwa anatupwa mahali pale kwa shimo, neno la Bwana linasema ya kwamba akakuta malaika amefika na amefunga vinywa vya simba. Angalia maisha ya Paulo ambaye pia alishiriki katika mateso. Maandiko inasema ya kwamba huyu Paulo naye alipokuwa ako kule jela, akiwa ametupwa kule jela, aliweza kuandika kitabu cha Wafilipi, akasema furahini katika Bwana, tena anasema furahi. Akaandika kitabu cha Wakolosai, akaandika kitabu cha Waefeso, akielezea jinsi ya upendo wa Mungu, jinsi ya kuweza kuwa na tumaini, jinsi ya kuweza kuwa na kitu kinaitwa umoja. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wangu, nataka kuweza kuleta Mungu ambaye anatufahamu wakati wa mateso yetu. Nataka kuleta Mungu anatufahamu wakati tunasikia tumeachwa. Nataka kukupendekezea Mungu ambaye anatupenda wakati tumefiriwa. Nataka kukupendekezea Mungu ambaye anakupenda wakati ulimwengu wako wa kifedha umesabaratika. Nataka kukuletea Mungu ambaye anakupenda wakati ndoto zako hazimo. Nataka kukuletea Mungu ambaye ijapokuwa ulimwengu umekuacha, ijapokuwa uliyekuwa unampenda amekuacha, ninakuletea Mungu ambaye atasimama na wewe na aseme, wewe ni mwanangu, nitaweza kusimama na wewe mpaka mlele daima dawamu. Aliongea siku moja na taifa la Waisraeli walipokuwa wametupwa, hawajielewi itakuwa namna gani. Na katika kitabu cha Yeremia, unaposoma kitabu cha Yeremia, mtu wa Mungu, kinanikumbusha habari njema. Kinanikumbusha sura ni 29 aya ni ya 11. Kitabu cha Yeremia. Yeremia mwenyewe anaitwa a weeping prophet. Alikuwa ni mtu mwenye mateso, mwenye mazito. Hata akiandika kitabu cha maombolezo, anakiita maombolezo maana maisha yake yalikuwa ni maombolezo. Lakini anasema kitu kimoja, maana nayajua mawazo ninayowaazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Na ndipo tunasema kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kinafunua tumaini lenye baraka. Kinafunua Yesu Kristo ambaye ndiye anaandika ama anapeana hii kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu ambacho tunapokiangalia kwa undani, ni kitabu ambacho tunapokiangalia sana, tutakuja kugundua kwamba Mungu ni upendo. Na ijapokuwa matatizo yanaweza kuwa mengi, ijapokuwa masumbuko yanaweza kuwa mengi, ni kwa muda tu, maana anatuwaza yaliyo mazuri. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ninaweza sema kwa lugha ya Kiingereza, it is a book of restoration. Ni kitabu ambacho ni cha urejesho. Unaposoma historia ama Mungu alipoumba mbingu na nchi, aliumba ulimwengu uliokuwa unapendeza. Mito ilikuwa inatiririka ikionyesha utukufu wa Mungu. Milima ilikuwa inapanda tambarare yenye kijani kibichi na kila kitu kilifurahisha. Hewa haikuwa kama ya siku ya leo ambayo imechafuka, lakini hewa ilikuwa ni nzuri. Wanyama walikuwa wanashirikiana na wanakaa na mwanadamu kama marafiki, si kama maadui. Kila kitu kilikuwa kinapendeza, na kwa sauti ya mbingu, maandiko inasema alipotazama akasema kila kitu ni chema. Lakini alikuwa amemwambia mwanadamu, unalo jambo moja usifanye. Katika bustani hii la shamba la Eden, uko huru kula kila tunda ambalo liko, lakini katikati ya shamba la bustani usile, maana utakapokufa bila shaka utakufa. Mwanadamu akaenda akaghairi na akala lile tunda Mwenyezi Mungu alikuwa amekataa. Alipokula lile tunda, ulimwengu wetu ukaingia katika shimo ama katika shimo la mauti. Majani ambayo hayakujua kukauka yakaanza kukauka. Mwanadamu ambaye alikuwa anakaa na mnyama wakawa ni maadui. Mwanadamu ambaye hakujua kitu kinaitwa kuumwa akaanza kujua kuumwa ni nini. Mwanadamu ambaye hakujua majuto akaanza kujua majuto ni nini. Na unaposoma hata chapter 4 of the book of Genesis, utakuja kugundua kwamba wakashuhudia wanadamu, Adamu na Eva, wakaona ndugu yao ama mtoto wao akiwa ameuawa na ndugu yao. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa upendo.
Unaposoma utakuja kugundua ya kwamba kando ya bustani la Eden, Mwenyezi Mungu akachukua mwanakondoo na akatoa kafara. Wakawa wanaangalia, maana walikuwa wamejivika mavazi ya majani, wakijaribu kuonyesha wana utaratibu wao wa kuweza kufunika dhambi yao. Lakini Mungu akawaweka wazi, huo ni utaratibu wenu, na mimi niko na utaratibu ambao nimeweka kabla ya kuweka msingi wa dunia, ili uweze kupata wokovu. Mwanadamu akaangalia mwanakondoo aliyekuwa anatembea naye, akaangalia mwanakondoo aliyekuwa anampenda, akaona akichukuliwa kisu na kuinuliwa, akaona akichinjwa, akaona damu ikimwagika, akaona akivalishwa ngozi la hiyo mwanakondoo. Bila shaka akajua kuishi kwake ni kwa sababu ya damu iliyomwagika ya yule mwanakondoo. Na ndipo huyo mwanadamu akaondolewa katika bustani la Edeni. Unaposoma katika chapter 3 ya kitabu cha Genesis ama Mwanzo, akaondolewa katika bustani la Edeni na akaweza kupewa laana, akaambiwa ya kwamba utaweza kula kwa jasho lako. Lakini unapoangalia, hebu tuweze kuangalia kitabu cha Mwanzo sura ni ya 3, tuweze kuangalia mambo yale ambayo yalimpata mwanadamu wakati alipoasi. Kitabu cha Ufunuo, Mwanzo sura ni ya 3:17, maandiko inasema, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukara tunda ya mti ambao nilikuagiza nikasema usiare, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, siku zote za maisha yako. Number 1, katika kitabu cha Mwanzo tunaona mwanadamu, ulimwengu unalaaniwa kwa sababu ya uchaguzi aliyoufanya. Ndio siku ya leo unaona tunapembeleza mashamba yetu, tunaweka fertilizer, lakini kadri tunavyoendelea kuyajaribu ndivyo mazao yanaendelea kudidimia. Siku ya leo takwimu zinasema ya kwamba by 2020 ambapo tutakuwa tumefika karibu watu bilioni 50, chakula itakuwa ni nadra sana. Na ndio unasikia saa hii watu wanasema tuingie katika GMO, kwa sababu kulisha wanadamu imekuwa ni ngumu, kwa sababu mashamba yamechoka. Kwa sababu gani yamechoka? Laana imeweza kuikula. Unapoangalia katika the same chapter 17 inasema ya kwamba kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ama in other word, sorrows would come to human being. Ama masumbuko yatakuja kwa mwanadamu. Haya yote ni matokeo ya dhambi. Na ndio unaona unaumwa na ugonjwa, kama sio ugonjwa unaumwa na shida za familia, kama sio shida za familia unaumwa na shida ambazo ni za jirani. Unakaa bila kujua hatima yako, unakaa ukiwa na wasiwasi ni kipi kitatokea. Hii yote haikuanzia hapa, ilianzia kule Eden wakati mwanadamu alipofanya kinyume na alivyoagizwa. Hebu sikiza aya 18. Michongoma na miimba itakuzalia, na utakula mboga za kondeni. Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga maisha yaweze kuwa ni raha mstarehe, lakini anasema michongoma itakuzalia. In other words, maisha yako yataendelea kuwa magumu siku baada ya siku. Na unaposoma 19, na jasho la uso wako utakula hata utakaporudia ardhi ambao katika hiyo ulitwaliwa, kwa sababu umavumbi nawe mavumbini utarudi. Hatima ya mwanadamu ikawa imeweza kutolewa ya kwamba utazaliwa michongoma. Na baada ya maisha yako kuwa magumu, baada ya maisha yako kubadilika, maandiko yanasema kwa jasho la uso wako utakula mpaka utakaporudia mavumbi, maana wewe umavumbi. Tunaishi katika ulimwengu, lakini jambo moja tulijuaro ni kwamba siku moja tutarudi mavumbini, maana sisi tumetoka mavumbini. Haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa sababu ya matokeo ya dhambi. Na ndio nasikia kila siku maafa, kila siku kilio, kila siku mazishi. Kwa sababu gani? Mwanadamu aliweza kutolewa hii laana ya kwamba kwa jasho la uso wako utakula mpaka utakaporudia mavumbi, maana wewe umavumbi. Aya 25 ama na 1 nayo inaendelea kusema, Bwana Mungu akamfanyia Adamu na Eva mavazi ya ngozi akavikwa. Mwanadamu ambaye alikuwa amefunikwa na utukufu wa Mungu, mwanadamu ambaye alikuwa anakaa uchi lakini hatambui yuko uchi, mahali pakafika akawa sasa amefunikwa na mavazi ya kondoo.
Na sio hiyo peke yake. Unaposoma aya 15 utakuja kugundua ya kwamba shetani akaulea ruhusa ya kwamba atamsumbua mwanadamu. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uso wako ama uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Uadui ukawekwa kati ya mwanadamu na shetani, na akawekwa wazi ya kwamba shetani atamsumbua na atasumbua wale ambao ni uzao wake. Na sio hiyo peke yake. Ndio unaona majaribu yanatukia, ndio unaona tunateseka kila siku, lakini hatuteseki bila matumaini. Tunateseka tukiwa na matumaini yanayopatikana katika neno la Bwana. Lakini kilichoumiza zaidi ni katika aya 23 na 24. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliegeuka huku na huku kuilinda njia ya mti wa uzima. Mwenyezi Mungu alikuwa anamtembelea Adam kila jioni. Mwenyezi Mungu alikuwa na uhusiano wa kupendeza na Adam. Lakini sasa, kwa sababu dhambi imeingia, kwa sababu amefanya kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, maandiko inasema ya kwamba akafukuzwa na kukawekwa makerubi wa kuchunga na panga wenye moto kuhakikisha ya kwamba hataingia katika bustani. Lakini napozungumza katika kitabu cha Ufunuo, ninasema ya kwamba tunaona mwanadamu yale yote amepoteza. Nchi imekuwa na laana, amefukuzwa katika bustani, ameambiwa atazaliwa michongoma, maisha yatakuwa mazito, atakufa. Lakini tunapoingia katika kitabu cha Ufunuo, tunaona kitabu cha matumaini na cha urejesho, a book of restoration. Number 1, nataka tuangalie kitabu cha Ufunuo 22 aya ni ya 3. Kitabu cha Ufunuo 22 aya ya 3 kinatufahamisha kuna kitu kiliwekwa na Mwenyezi Mungu na atakitoa katika jina la Yesu. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena, na kiti cha Mungu ama cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwemo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Kitu cha kwanza mwanadamu alipofanya dhambi, maandiko yanasema kwamba kulikuja kukawa na laana. Lakini habari njema niliyo nayo kwako msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ni kwamba katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo Mungu ametuandalia, neno la Bwana linasema hakutakuwa na laana tena. Na Bwana aliweza kutukuzwa sana ya kwamba hakutakuwa na laana. Wanadamu wameishi katika laana, ulimwengu umeishi katika laana. Unaposoma kitabu cha Isaya 24 aya ni ya 5, Isaya 24 inatuonyesha hatari iliyoletwa na laana. 24 aya ni ya 5 ama nianzie ya 4, inasema dunia inaomboleza, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi na watu wanaokaa ndani, maana wameiasi sheria, wameibadili amri, wameivunja agano. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaoikaa dunia wametetekea, watu waliosalia wakakaa wachache tu. Maandiko inasema ya kwamba dunia tunamoishi imejaa laana, lakini kitabu cha Ufunuo kinaturejesha katika ulimwengu wa kwanza ambapo hakutakuwa laana, na inasema katika ulimwengu tunamoenda hakutakuwa na laana katika jina la Yesu. Watu wengi wanasumbuka kwa sababu ya laana. Watu wengi wanalia kwa sababu ya laana, lakini na habari njema kupitia kitabu cha Ufunuo. Na ndio nikasema ya kwamba tumaini lenye baraka ya kwamba kitabu cha Ufunuo kinatuletea Yesu Kristo ambaye ataondoa laana katika jina la Yesu. Unapoangalia katika kitabu hicho cha Ufunuo 21 kinatuonyesha marejesho ambayo Yesu Kristo atayafanya katika ulimwengu ambao tunaenda. Kitabu cha Ufunuo sura ni ya 21 aya ni ya 4. Sikiza vile neno la Bwana linasema, naye atafuta chozi katika macho yao, na mauti haitakuwepo tena, na maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Tunaishi katika ulimwengu wenye kilio, tunaishi ulimwengu ambao wenye uchungu, tunaishi katika ulimwengu wenye kifo, tunaishi ulimwengu ambao ni wa mashaka, tunaishi ulimwengu ambao tunauliza maswali yasiyo majibu. Lakini habari njema katika kitabu cha Ufunuo, habari njema katika kitabu ambacho ni chenye baraka kuu, ama kinafunua Yesu Kristo mwenye baraka kuu, inasema kwamba
hakutakuwepo na maumivu, hakutakuwepo na kilio, hakutakuwepo na uchungu, hakutakuwepo na kifo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo ya kwanza yamekwisha pita, tazama yamekuwa mapya. Mpendwa msikilizaji, nataka nikupatie habari njema ya kwamba huyu ambaye ndiye tumaini lenye baraka, nina sababu ya msingi ya kumtazama na kumkubali kama mwokozi wa maisha yangu. Kwa sababu ya kitu kimoja, ninaishi katika ulimwengu wenye mashaka, ulimwengu wenye kifo, ulimwengu wenye masumbuko, lakini ananiambia, mtu wa Mungu, usife moyo. Ninakuandalia ulimwengu wenye furaha, ulimwengu wenye shangwe, ulimwengu ambao utakaa na Mungu wako, ulimwengu ambao hutajua kifo, ulimwengu ambao hutajua maombolezo. Ni ombi langu ya kwamba utampokea kama mkombozi wa maisha yako tunapojiunga ama unapojiunga nami katika volume 2 inapoendelea kutuonyesha wazi ni jinsi gani Mungu ataturejeshea ufalme wake alioanza. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa upendo wako ulio mkuu. Tunakushukuru kwa sababu una mpango mzuri na maisha yetu. Ninapozungumza ninataka kuamini kuna mmoja analia kwa sababu labda amefiliwa. Kuna mwingine amena majuto kwa sababu ya uamuzi fulani alioufanya. Kuna mwingine anasikia moyo wake ni mzito. Lakini naomba ufungue macho yake, umfahamishe ya kwamba una mpango mzuri, na zaidi umempangia ulimwengu ambao hakuna majuto, hakuna kilio, hakuna maombolezo, ulimwengu ambao utakaa na Mungu milele zote. Tubariki kwa njia pekee, ni kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen.